Korea ya Kusini inapendekeza mazungumzo kuhitimisha uhasama na Korea ya Kaskazini. Rais Lee Jae-myung ametoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ili kuhitimisha rasmi vita vya Korea na kujadili njia za kusitisha maendeleo ya mpango wa nyuklia wa Pyongyang. Mnamo siku ya jana Jumamosi, Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung alitoa wito kwa Pyongyang kushiriki katika mazungumzo ili kuhitimisha rasmi vita vya Korea ambavyo havijapatiwa suluhu ya kudumu kwa zaidi ya miaka 70. Kiuhalisia, nchi hizo mbili zimeendelea kuwa katika hali ya vita tangu vita vya Korea vya mwaka 1950 hadi mwaka 1953 vilipomalizika kwa makubaliano kusitisha mapigano badala ya mkataba wa amani. Lee, ambaye aliingia madarakani kama rais wa Korea Kusini mwaka uliopita baada ya mtangulizi wake Yoon Suk Yeol kuondolewa madarakani kufuatia jaribio la kutangaza sheria ya kijeshi, amekuwa akijitahidi kuboresha uhusiano na Korea ya Kaskazini pamoja na mshirika wake China, uhusiano ambao ulikuwa umeshuka wakati utawala wa Yoon. Lee ametoa pendekezo hilo katika hotuba yake kwenye hafla ya kuadhimisha siku 81 ya ukombozi iliyokumbuka ukombozi wa Korea kutoka kwa utawala wa kikoloni wa Japan mwaka 1945. Tuweke kando nia yetu ya kutishiana na tuanze mazungumzo ya kuhitimisha vita hivi vya muda mrefu tukiwa pande zinazohusika moja kwa moja, anasema Lee, huku akiongeza kuwa wanaweza pia kujadili njia madhubuti ya kusitisha maendeleo ya uwezo wa nyuklia wa Korea ya Kaskazini. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni, moja kati ya mipango mikakati ambayo inapangwa na Korea ya Kusini ni mazoezi ambayo yataanza siku ya kesho Jumatatu, mazoezi ya kila mwaka kati ya Marekani pamoja na Korea ya Kusini. Kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ametoa onyo juu ya mazoezi hayo kwamba yasijekuwa ni matishio kwa Korea ya Kaskazini, huku majaribio ya makombora ya masafa marefu yakifanyika. Korea Kaskazini imefanya jaribio lake la pili katika kipindi cha hivi karibuni katika kile inachodaiwa kwamba ni mpango wake wa kutoa matishio dhidi ya Marekani na Korea ya Kaskazini, kutokana na kwamba wanakuja kufanya mazoezi ya kijeshi ambayo wakati mwingine yamekuwa ni matishio kwa Korea ya Kaskazini. Hata hivyo, Pyongyang, moja kati ya mambo ambayo wakati huu inayatazama ni namna ambavyo inazidi kujiboresha zaidi katika mpango wake wa makombora ya nyuklia na makombora ya masafa marefu ya kutoka bara moja hadi bara jingine. Licha ya kwamba hali ya uchumi wake ilikuwa ikidorora, lakini ushirika wake na Urusi umezidi kuimarisha nchi hiyo kiuchumi. Inadaiwa kwamba mipango mikakati ya kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini ni kuifanya Pyongyang kuwa taifa la nyuklia, jambo ambalo linapingwa vikali na mataifa magharibi pamoja na Korea Kusini na Marekani. Rais wa Korea Kusini amesema anatumai kuwa nchi hizo mbili kama zitakaa ana kwa ana kwa ajili ya kuishi kwa amani na maendeleo ya pamoja, hali itakuwa ni njema katika Korea, na kwamba mazungumzo hayo yanaweza kutoa jukwaa la kujadili njia za kudhibiti mpango wa nyuklia wa Korea ya Kaskazini. Korea Kaskazini na Korea Kusini ni ndugu, wanaishi na mila zinazofanana. Tofauti kubwa ni kupangwa kwa Korea mbili, Korea ya kibepari ya Kusini, lakini pia na Korea ya kijamaa ya Kaskazini ya bwana Kim Jong-un. Korea Kaskazini haijajibu pendekezo hilo la Lee. Mnamo mwezi Aprili, Rais Lee Jae-myung aliomba radhi kwa Korea Kaskazini kufuatia visa vya ndege zisizokuwa na rubani kuingia katika anga ya nchi hiyo. Waendesha mashtaka wa Korea Kusini waliwafungulia mashtaka watu watatu: mfanyakazi wa shirika la kitaifa la ujasusi, afisa wa jeshi na mwanafunzi wa shahada ya juu, kwa kutuma ndege hizo zisizokuwa na rubani nchini Korea Kaskazini kati ya Septemba 2025 na Januari 2026. Hapo awali, Seoul ilikanusha kuhusika rasmi katika matukio hayo, ikisema kuwa yalifanywa na raia wa kawaida na kimakosa. Mnamo mwezi Machi, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alitaja Korea Kusini kuwa taifa lenye uadui mkubwa zaidi na kuapa kuikataa na kuipuuza kabisa, akisema Seoul italipa gharama kwa uchokozi wake. Lakini wakati huu tuone ni nini ambacho Korea ya Kaskazini itakuja kujibu juu ya mapendekezo ambayo Lee Jae-myung, rais wa Korea ya Kusini, anapendekeza kwamba lazima kuwepo mazungumzo ya kuondoa uhasama wa muda mrefu kati ya mataifa hayo ndugu na jirani ya katika rasi ya Korea. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Utaweza kupata habari hizi kwa mapana.